Mohamed Mo Dewji aliwahi kuzungumza kauli moja kwenye hekaheka za Simba Day, na akasema msimu huu matarajio yangu ni yale yale, kuwa bingwa wa Afrika. Mimi dira yangu na shabaha yangu ni ubingwa wa Afrika, ambaye yeye akusema sasa huo wa Afrika uwe wa shirikisho au wa Champions League, lakini shabaha yake kubwa ni kuiona Simba inatoa ubingwa wa Afrika. Simba imeingia fainali na itacheza dhidi ya RS Berkane. Berkane ni saizi ya Simba, na unamuona Simba huyu akilitoa hilo ubingwa, na unaiona ndoto ya Mo ikitimia. Kwanza ni wapongeze Simba. Okay. Na ni wapongeze kwa sababu wameamua kuwa wamoja. Ndio. Simba wameamua kuwa wamoja. Ile nguvu moja slogan yao tumeiona kwenye kuanzia robo finali, robo finali mpaka nusu finali hadi finali. Yani wale wajumbe wa bodi waliokuwa kwenye viti zamani, wakina Swedi Mkwabi, wakina nani, wakina Kita, wote watu wamerejea, wameweka nguvu moja, na mwisho wa siku tunaona muunganiko huu hapa. Okay. Lakini kitu kizuri zaidi ni kwamba Mo amerejea kwenye nafasi yake. Unajua zamani alikuwa amekaa pembeni, pesa ilikuwa itoki pale Simba. Wakati Mo hayupo, hakuna pesa inayopita pale. Kwa sasa hivi pesa inatoka. Pesa inatoka kwa wakati majukumu yanaendelea, lakini Mo Dewji amerejea kwenye nafasi yake. Na moja kati ya nafasi yake ni hiyo ya kutoa pesa ili timu ifanye vizuri. Timu inasafiri vipi, timu inakulaje, timu inasajili vipi, timu inaishije, kila kitu anafanya kwa wakati. Okay. Ndio maana una timu inafanya vizuri pia hapa. Swali lako la pili ni Simba ni saizi ya Berkane. Ndio. Simba ni zaidi ya Berkane. Allah? Yes. Yes. Kwa nini nakupa hizi fact? Ndio. Simba ni saizi ya Berkane kwa sababu hii moja. Hapa sitaki tukia kwenye historia. Ndio. Kwenye historia Simba ni mdogo kwa Berkane kwa sababu Berkane ameshachukua ile kombe. Ndio. Sawa? Lakini kwa takwimu ndio Simba Sports yuko nafasi ya 4. Kwa takwimu yuko nafasi ya 4. Kwa numbers. Okay. Kwa point alizozivuna katika michuano ya kimataifa. Simba ni mkubwa. Na sio takwimu za Peter Passion, za Makoa, wala msikilizaji wetu, wala za mheshimiwa yoyote yule. Si ndio? Ndio. Ni takwimu zilizowekwa na CAF za Simba Sports kukaa nafasi ya 4. Wa kwanza na Al Ahly. Ndio. Mwenye pointi nyingi zaidi kuliko klabu yote Afrika. Yes. Anafuata Esperance Sportive, anafuata Mamelodi Sundowns. Anafuata Esperance de Tunis. Kutoka Ahly ni Esperance. Kutoka Ahly ni Esperance, si ndio? Alafu Mamelodi. Hapana. Esperance anafuata nafasi ya pili kwa kucheza finali nyingi za kombe la. Okay. Lakini kwenye alama pale yuko ni Esperance, tafuatilia vizuri. Lakini hizi timu tatu, Esperance, Mamelodi na Ahly wako pale nafasi 3. Namba 4 ni Simba ya Tanzania. Okay. Alafu ndo namba 5 Wydad. Ni namba Wydad nafasi ya 6, nafasi ya 7 huko. Namba 5 yuko RS Berkane. Yuko Berkane baada ya kufuzu kwenda finali. Okay. Unanielewa vizuri? Nakupata vizuri. Kwa hiyo Simba Sports ni favorite kwenye huu mchezo wa finali kuliko RS Berkane kwa sababu ya namba ambazo yuko nazo, kwa sababu ya kile ambacho amekifanya katika michuano zaidi ya misimu 6 sasa. Back to back katika michuano hii consecutive, yuko vizuri katika hii michuano. Sasa kama numbers zina umesema Berkane anaweza kuwa mkubwa kwa sababu ikashalitoa ile kombe. Simba hajawahi. Yes. Lakini kwa numbers Simba yeye yuko juu, Berkane atakuwa mdogo. So atakuwa ndivyo ilivyo. Wanakutana finali. Yeah. Simba ataanzia ugenini, atamalizia nyumbani. Ndio ukubwa wenyewe sasa unapoanzia hapo. Nani kwenye mchezo huu anakwenda kama underdog? Nani anaingia kama timu ya pili? Hakuna underdog hapo. Nani anaingia? Sasa tunakutana mafahari wawili? No. Nani ataingia kama timu ya pili? Hakuna anaingia kama timu ya pili. Ndio. Narejea kwa mara nyingine. Ndio. Hapa kwenye mechi ya Simba na Berkane hakuna underdog. Wote ni wakubwa. Wote ni wakubwa. Okay. Lakini ukubwa unazidiana. Yaani Simba Sports akienda kwa Berkane anaweza kawa timu ya pili na atakuwa timu ya pili. Elewa hicho kitu. Na Berkane akija hapa, akija Tanzania atakuwa timu ya pili. Okay. Mark my word. Simba akienda kule Morocco anakuwa timu ya pili. Berkane akija Bongo hapa, ukiingia kama timu ya pili kaka, si unakuwa ni underdog tu. Hapana. Underdog kaka ni timu usiojiweza. Yaani umeingia pale kwa vitu vingi. Sasa kama either ni fluke au umeenda tu kama kwa mfano Stellenbosch na Simba. Unasema Stellenbosch ni mkubwa?
Huwezi kumuita Stellenbosch mkubwa, lakini jana Simba ameenda kama underdog kwenye mechi, alikuwa yuko chini. Hata kocha akasema amecheza na timu kubwa barani Afrika. Narudia hapo. Simba jana amecheza mpira kwa kuzidiwa kona 8 za Stellenbosch, Simba kona 2. Ndio. Attempt siju zaidi ya ngapi? Pasi amepiga Stellenbosch kubwa. Je, Simba ni underdog kwa Stellenbosch? Hawezi. Kwa nini sio underdog? Kwa sababu Simba alichagua kuwa nafasi ya pili kwenye mechi. Kuwa nafasi ya pili sio underdog. Ndio. Yaani kukubali kuwa mtu wa pili kwenye game, wewe sio underdog. Kwa yote ni majiant. Wote ni timu kubwa, ndio maana Simba nafasi ya 4, Berkane nafasi ya 5 kwenye viwango vya vilabu bora Afrika. Si ndio? Kama Simba angepigwa jana, angetolewa. Berkane kwa nafasi ya 4 anamtoa Simba, Simba ingekuwa nafasi ya 5. Itakuimu tu hizo ambazo zimewekwa na CAF. Ndio maana nakwambia hivi, Simba akienda Morocco anakuwa timu ya pili. Lazima tu. Lazima achague kumheshimu mpinzani ili akuwe timu ya pili. Yaani kukaa timu ya pili ni kumheshimu mpinzani. Sio kuwa underdog. Kwa hata Berkane akija hapa atakuwa underdog. Simba amemfunga Berkane Benjamin Mkapa. Ndio. Na Berkane kamfunga Simba Benjamin kule kwake. Ndio. Umenielewa? Kwa ni timu ambazo hakuna underdog. Ila ndio heshima itakuja kumtafsiri nani akuwa mtu wa pili kwenye game. Mwisho nikakuuliza japo kwa uchache, unamuona sasa Simba akilinyakua ile kombe? Ashindwe yeye. Shatafuniwa. Ashindwe yeye. Kwa nini? Ukubwa wa Simba unampa nafasi ya kumalizia mechi nyumbani. 93. Simba kombe liliondokea pale Uhuru. Wakirudia tena ni tabia ya Simba ambayo wako nayo. Watakuwa nayo, si tuseme itaisha vipi. Na labda waje kwa kuwa ni Musa. Lakini nikwambie uhalisia kwamba Simba Sports wakilikosa kombe wametaka wenyewe. Nenda nyumbani kwa Berkane kuwa timu ya pili, muheshimu. Pigwa hata goli moja, toa sare yoyote. Na Simba msimu huu anaweza kashinda popote. Bado jamaa tulisha aina ya pili ya Simba Sports anaweza kachezaje kwa timu ambayo inaweza kumshambulia. Amekaa chini, amewapa mpira wacheze wao. Kwa hiyo anaweza kaenda vile vile tu kwa Berkane akabai time. Na uzuri Simba wanajua kuzuia. Na mwisho wa siku na wanakaa na mipira. Wanakuja kumalizia game nyumbani. Wasifungwe zaidi ya goli 3 tu. Sasa 3 nyingi kaka. Yeye kamtoa Stellenbosch kwa goli moja. Ndio maana nakwambia Simba Sports akipigwa goli 3 kwenye mechi tarehe 17 mwezi wa 5. Na kwa kuwa umeshakutana na chuma, mimi na kunoa kwanza. Ili kila mti usiozaa kwenu wewe na ile miti inayozaa michongoma badala ya kuzaa zabibu, ndio ulipandwa kuwa zabibu njema. Umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Ile miti sio na matunda, ndio ambayo inazaa miba na michongoma, lazima iende chini. Lazima